Bana, jambo letu linaanzia pale ambapo Manyanya akiwa amerudi nyumbani kwake na kukuta hali ya sitomfahamu, kukuta nyumba ikiwa ina watu wamejaa na kuna ambulance ambayo inabeba mili kutokea ndani. Na wakati huo huo alimuona dokta, na dokta alipomfuata akamwambia, we ni mwanaume, jikaze kwa hali hii ambayo imetokea. Akiendelea kuuliza kwani ni nini ambacho kimetokea, daktari akamwambia kwamba nilipofika nyumbani kwako nikamkuta Matilda pamoja na mwanae wakiwa wameaga dunia. Kwa hiyo unavyoona hivi sasa mili inachukuliwa inapelekwa hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi zaidi. Bana, Manyanya akaonekana kuishiwa nguvu na kutokuamini kabisa lile swala, lakini ndo hivyo na ndo hicho kitu halisi ambacho anakiona mbele ya macho yake ni kwamba Matilda bana na mwanae kwamba wameaga dunia. Tukiangalia hii scene vizuri, tunaanza kuona watu wameanza kupungua katika movie. Labda sielewi kama director ndo ameamua movie kuipeleka mwishoni ama ili swala itakuwa ni ndoto. Mashabiki wanadai huenda Manyanya atakuwa anaota. Bana, kweli nimegundua kwamba wanaume ni kitu cha muhimu sana na ni kitu kigumu sana kuwa na endurance ya hili jambo, kwamba just imagine umetoka hospitali, daktari anakuambia bwana, wewe huna uwezo wa kuzalisha, na ukizingatia nyumbani una mwanamke na una mtoto ambaye mmezaa naye siku si nyingi, alafu unaambiwa hilo tatizo lako ni la kitambo sana. Hilo jambo lilimfanya Manyanya awe na mawazo mengi sana, akipigiwa simu yoyote asiweze kupokea wala kuweza kutaka kujua chochote. Na hii inaonyesha umuhimu gani wa kutumia mawasiliano ama umuhimu wa kupokea simu kwa wakati, kwa sababu kwa udhaifu wake wa kuweza kuacha kupokea simu kwa wakati kukapelekea kuchelewa katika tukio ambalo limepelekea kifo cha mwanamke wake Matilda pamoja na mtoto wake. Bana, hii inaumiza sana. Bana, Manyanya alikaa na kutafakari kidogo, akiwaza na kuwazua, na kisha mwisho wa siku kuamua kuingia huko hospitali ili kwenda kuzijua mbivu na mbichi ni zipi. Bana, ni noma sana. Hapa inaonyesha Manyanya akiwa na bodaboda na mwenzake mmoja wakiwa wanaingia hospitalini, na wakafika mapokezi na kisha kuulizia bana, ile mili ambayo imefikishwa hapa, je, nini kinachoendelea? Akaambiwa kwamba sikilizia, kaa pale kwenye benchi, kwa sababu madaktari wanafanya uchunguzi wa ndani kabisa kujua nini ambacho kimekuwa chanzo cha hilo tatizo ama chanzo cha hivyo vifo. Bana, tunamwona Manyanya akiwa amekaa na hofu, akiwa na rafiki yake, wakisubiria ni majibu gani ambayo watayapata baada ya mwana Manyanya kuingia kwenye chumba cha daktari. Bana, ili tatizo omba limkute mwenzio lisikukute wewe. Ni sawa sawa na matatizo, furahia tu yakimkuta mwenzako yanakuwa kama kichekesho, lakini yakitokea upande wako ndo utafeel ule uchungu ambao ndani yake huwezi kuujua kama ikitokea kwa mtu mwingine. Bana, shout sana, ni noma. Tuendelee na mzigo. Bana, tukirudi upande wa pili alipokuwa Bushi bwana Kavumba kule kijijini alipokimbilia baada huko mjini bana kukutana na changamoto ya video yake kuvuja, video ambayo ilimdhalilisha sana bwana. Yule aliamua kukimbilia kijijini bana. Alipoenda kijijini yule bwana uwaga haachi misala, yani siku zote mtu wa misala ni misala tu, hata awe ugenini awe nyumbani awe wapi, kashazoea kutapatapa tu. Bana, anaonekana dada mmoja akiwa amekaa polini analia na wenzake wawili wakimuuliza kwani nini tatizo, na yule dada akajibu bana, nimekutana na kijana ambaye wakati nachota maji huku bondeni alikuja akanibeba juu na kunilazimisha kisha akanibaka. Bana, wakashtuka sana wenzake, wakauliza imekuwaje mpaka amekubaka? Akaelezea kwamba yule jamaa ni mtu ambaye aliyekuwa amempa pesa na anataka kulipiza, hivyo akambeba juu na kwenda kumuingilia bila ridhaa yake. Bana, marafiki zake walikasirika sana na akasema huyu bila shaka ni mjukuu wa mzee Kavumba ambaye na yeye jina lake anaitwa Kavumba. Bana, wakamuinua rafiki yao na kusema kwamba ili swala wanaenda kulifikisha katika vyombo vya sheria ili vipate kufanya kazi yake. Bana, katika hili swala tunaona bwana Kavumba humo amekuwa ni mwanaume wa ovyo sana ambaye anapenda ngono kuliko swala lolote, na ngono hiyo ambayo anapenda inafanya kumuingiza matatani mpaka kukimbia mjini, na anafika kijijini baada ya
ya kupumzika, kupoa na kufanya mbanga zingine ama ishu zingine, analiamsha tena kwa kumbaka mdada wa watu. Wewe unafikiri ni nini ambacho kitamkuta Kavumba hapo kijijini? Wewe unafikiri kwamba watu watamwacha salama? Unafikiri mshikamano na ushirikiano walio nao watajisikia vizuri kwamba mjukuu wa mzee Kavumba anafanya matukio ya ajabu? Lakini ukiangalia wakati wale wadada wanazungumza na mwenzao, bwana Kavumba alikuwa pembeni akionekana anachungulia kwa hofu na kushtuka, na walipoondoka wale wadada, yule jamaa akajitokeza na kuamua kukimbia akiwa na hofu na akiwaza, je, ni kipi ambacho kitamkuta baada ya wale kwenda kufanikisha kutoa taarifa katika vyombo vya sheria katika hicho kijiji. Bana, tunaendelea na jambo letu kwa sababu dunia ni jambo ambalo linatisha sana na liko trending on town right now right here. Okay, tunachill nao japo mashabiki wanadai kwamba inaonekana kama linaelekea mwishoni fulani hivi. Bana, tuendelee na mzigo. Tukihamia upande mwingine, bana, tunamuona mke wa Mdeme ambaye ni Irene akiwa anazozana na bodaboda kuhusu tenga lake. Bodaboda akidai kwamba alipomleta hapa ni mbali, anatakiwa kutoa shilingi 5,000, na Irene akidai kwamba hawezi kutoa 5,000 kwa sababu yeye si mgeni wa hayo mambo, akizani bodaboda anataka kumpiga. Bana, vagi la pale lililotokea, bodaboda mwenyewe aliona show bana, alizani bana yule dada hawezi kuongea, kumbe Irene bana yule Mchaga ni balaa na nusu, anaongea kuliko kitu chochote na kudai kwamba yeye hawezi kuongeza ile pesa kabisa. Na mwisho wa siku Irene alifanikiwa kumnyang'anya ule mzigo na kuamua kuondoka zake, akimwacha bodaboda akibaki katika alama ya mshangao. Yani akibaki anamshangaa kwamba huyu ni mwanamke wa aina gani? Unajua bana, maisha ya Irene yamesababishwa sana na ujinga wa mume wake ambaye ni Mdeme. Bana, Mdeme amemsumbua sana huyu dada humu ndani. Yani light kama angekuwa ni dada yangu, ningemfuata Mdeme, ningempiga makofi mengi bila kuchekesha. Bana, humu ndani huyu dada ameonekana ni mwanamke fulani shupavu, mwanamke fulani mpambanaji, na mwanamke fulani ambaye hawezi kukata tamaa kirahisi. Lakini mwanaume wake ndo amesababisha maisha ambayo wanayapitia sasa hivi, kwa sababu walikuwa ni watu ambao wanajiweza kiasi fulani hivi. Lakini mume wake akaenda kufanya mikopo ya ajabu, mwisho wa siku nyumba yao ikauzwa, na mwanamke alianguka pressure mara kadhaa, lakini mama yake aliweza kumfariji na kumshauri, kwani kufanya kosa sio kosa, ila kosa ni kurudia kosa. Lakini mwisho wa siku anaonekana mwanamke akiwa amebeba tenga lake na kuchoka na kuelekea katika biashara yao ndogo ambayo wameifungua na mumewe Mdeme kwa ajili ya kuendesha maisha ya uswahilini ili pasipite pakavu kwa siku nzima. Yani inamaanisha hivi, mkono uweze kwenda kinywani. Bana, alipofika tu gengeni akakuta kwanza lile genge limerudishiwa, limefungwa. Akashangaa, akiwa anaita ndani akatoka mwanamke huku akionyesha kama akiwa anavaa, yani wametoka kufanya majambo fulani yale ya 6 kwa 6. Bana, akiwa anakimbia, akiwa anaendelea kutamaki, ndani akatoka Mdeme akiwa bila hata ya aibu, akiwa anajifunga mkanda. Bana, huyu mwanaume ni kichefuchefu sana, yani ndio maana nasema huyu angekuwa dada yangu ningeenda kumfanya mbaya bwana shemeji. Bana, ni noma sana. Inaonekana Irene ndani ya hii movie anapitia misukosuko mingi sana ya vituko vya Mdeme, matatizo ya Mdeme, tamaa za Mdeme zinampelekea Irene kupata mawazo na kuto kujua nini afanye. Bana, hii ni noma sana. Tukiangalia upande mwingine sasa wa hii movie, tunamuona Manyanya akiwa katika chumba cha daktari, huku akiwa na sura ya udadisi akitaka kujua ni nini ambacho kimetokea. Bana, hii inauma sana, sikwambie mtu katika maisha ya kawaida. Bana, tukirudi hapo, daktari akamwambia bana, tulichogundua katika uchunguzi wetu, hawa watu wamefanyiwa suffocation, yani akimaanisha kwamba imetumika njia ya kuwakosesha pumzi mtu na mwanae, ndio maana ikapelekea kifo chao. Bana, Manyanya alisikitika sana, japo alitamani kujua
nini sosi ya hili tatizo, lakini ulikuwa si muda wake wa kuweza kufahamu hilo swala, na ndipo daktari akamwambia kwa sasa hatuwezi kuiachia miili kwa sababu polisi wanatakiwa kuja kufanya uchunguzi wao, na ikikamilika ndipo tutawaruhusu muweze kuchukua miili yenu. Bana, hapo manyanya akawa amechoka na kuishiwa pawa kama bwana Mbosso Kani. Bana, manyanya akaamua atoke zake mdogo mdogo. Tukiangalia upande wa pili nje tunamuona shangazi yake Matilda, mama yake Matilda na mdogo wake Matilda, ama upande mwingine tunaweza kusema dada yake Matilda, wakiwa wanaongea na nesi, na kiongozi wa mazungumzo alikuwa ni shangazi mtu, kwa sababu ndo alikuwa tegemezi katika familia ya Matilda. Bana, anaonekana akiwa haamini na kumuuliza vizuri nesi, hivi ni kweli hicho mnachokisema kilimetokea, ama je hakuna shida hiyo, ama mnatudanganya, mnatufanyia kama mchezo fulani hivi? Lakini upande wa pili manyanya alipokuwa anatoka akiwa na huzuni, shangazi akageuka kumwangalia manyanya na kumwambia, eti manyanya, kinachozungumzwa na nesi hapa ni kweli ama si kweli? Manyanya akakosa neno kwa sababu alikuwa ameishiwa pawa kabisa. Bana, wanasemaga hivi, ukimya nao ni jibu, na shangazi akajiongeza kwenye kichwa chake na akaanza kutoa kilio, akiamini kumbe yanayosema ni ya kweli, wala si ndoto na wala si utani. Hivyo bana, pale hospitalini kukageuka uwanja wa kilio bana, kila mtu akishika kichwa chake. Inaonekana pale ungeenda kumshika mtu hata mgongo akimwambia niache na kichwa changu. Bana, inatisha sana bwana, pale wakilia. Na cha kushangaza mama yake na Matilda alionekana kutokulia, alikuwa ametahamaki na kuganda. Mwisho wa siku akazimia na kudondoka kama mzigo. Kwa wakawa na watu wawili wa kuweza kuwalilia na kuangalia hali ya mama Matilda pia itakuwa inaendeleaje. Kwa kuangalia hii scene bana, tatizo omba lifike kwa jirani yako na lisikukute wewe tu. Bana, familia hii kwa wakati huu inaonekana kupitia wakati mgumu sana baada ya kumpoteza kipenzi chao Matilda na mwanae. Bana, hii inaumiza sana endapo ikitokea upande wako, lakini ikitokea upande wa mwingine unaweza kuona kama simulizi tu au kama ni vichekesho. Bana, sasa hapa tukihamia upande mwingine tunakutana na paka la baa Mudi Muzungu. Bana, Mudi Muzungu sasa hivi katika movie ya Dunia anaonekana kukabwa na msala mmoja mzito sana. Amekutana na demu king'ang'anizi, yani king'ang'a ile mbaya, alafu mbaya zaidi ni mwanafunzi. Bana, na la kutisha zaidi amempa ujauzito, na mwanafunzi amesema anakaa hapo hapo haendi kokote. Tukimwangalia vizuri Mudi Muzungu anaonekana na nia ya kutaka kumkwepa yule mwanamke na kumkimbia fulani hivi, lakini mwanamke anaonekana akiwa ameshikilia bendera yake vizuri na kudai kwamba hiyo michezo yote anayejua, hivyo popote atapotia unyayo bwana Mudi Muzungu aka paka la baa, na yeye yupo nyuma yake. Bana, Mudi anaonekana kuchanganyikiwa sana, na ukizingatia pisi ilikataa kutoa mimba nini, ikasema lazima izae na bwana paka la baa. Bana, sasa katika hiki kipande tunamuona Mudi akiwa anapanga mizigo yake, akiwa anapanga mandhari zake, na mchumba akiwa anamwangalia. Ilikuwa ni mida ya usiku na wakionyesha kwamba wanataka kutoroka, lakini mchumba alionyesha kuwa na roho ya kusitasita, na kwa mideko akasema, bana, usiku tunaenda wapi? Mimi sitaki kwenda, si bora tuondoke kesho asubuhi. Mudi Muzungu akasema, usinitanie wewe bwana. Akafoka akasema, bwana, sasa hivi sina muda wa kubembeleza mtu yoyote, na unataka tuondoke asubuhi ili watu wakuone niingie katika msala? Hapana bana, naijua hiyo. Hivyo wakati wanatozana na kuamua kukubaliana kuondoka, wakati anataka kutoka tu, ghafla akasikia mlango wake unagongwa. Ilipatikana hofu kubwa mule ndani, na akiwaza huenda ndo kimeshanuka tayari. Bana, Londo huenda limefika hapo nje, na mama yake huyu binti itakuwa wamekuja kutushika. Akauliza nani hapo, kumbe ni marafiki zake bana, ambao wamempetia kwenda katika mambo yao. Akawaambia, bana, nyinyi tangulieni tu, mimi nitakuja, ili wao wakiondoka wapate upenyo wa wao kuweza kusepa. Bana, wakati wanataka kutoka anaonekana tena mchumba akitia kauzibe fulani hivi, yani
ka uzito fulani vicha kutaka kuto kuondoka. Mudi akabidi atumie commandment kama mwanaume na kusema hivi, chagua jambo moja, bana, utanifata ama hautonifata. Mwanamke akatafakari, akawaza na kuwazua, akasema bana, mimi nitakufata, na wakashika na mikono na kuamua kuondoka. Bana, katika review ya hii scene tunaona mwamba fulani hivi akiwa katika matatizo na katika msala ambao ameuingia kwa mwanafunzi. Unajua katika movie ya Dunia Mudi amepitia masekeseke mengi sana. Alianza kudeti na Cindy, akadeti sijui na nani, akaja akadeti na mdada fulani ambaye ni kivuruge kabisa. Bana, baada ya kupona swala lake aliamua kuwa mtulivu kabisa, lakini bwana wanawake hao akamrudisha tena Mudi, akaitwa tena paka la baa kutoka kuitwa Muhammad, bana, jina la mtume hilo, lakini akarudi kuwa paka la baa, akarudia pombe, na huyo mwanafunzi alipokuja akampenda hivyo alivyo. Lakini msala bwana yule ni mwanafunzi, yani tunamaanisha miaka 30. Bana, miaka 30 si midogo, yani kama una umri kama wa kwangu basi hapo utatoka ukiwa babu mzee ambaye utakuwa na utegemezi wowote katika hii dunia, na muda utakuwa umekwenda sana, yani kane imekuacha. Bana, tukihamia upande mwingine bana, tunakutana na kubwa la maadui lenyela kwenye movie ya Dunia. Bana, ili dada lina roho moja chafu sana, lina roho moja ngumu sana, lina roho moja ya kisasi ambacho hakiwezi kuisha katika maisha yake. Bana, watu wanamuita Kathe. Bana, kasema plani, kasema mission, kase wa kuwafukuza watu mjini na kuwapeleka kijijini. Bana, huyu dada anatisha sana. Anaonekana akiwa amekaa katika kioksi fulani, yani katika bar fulani, kana kwamba akiwa anamsubiria mtu hivi, akiwa anapata moja moto moja baridi, huko kichwa chake kikionekana kuendelea kupanga mipango ya hapa na pale. Bana, baada ya sekunde chache hivi anaonekana kuingia daktari akiwa na mavazi yake ya nyumbani. Bana, kumbe bana, Kase na daktari wana misheni yao fulani hivi ambao daktari anaonekana kuto kuiridhia, lakini kwa sababu Kase ana kidhibiti ambacho kinamfanya daktari kuwa mdogo kabisa, yani kuwa mpole na kuweza kufanya kile ambacho Kase anakihitaji. Bana, hatujui ni nini ambacho leo Kase amemuitia tena daktari, na daktari alipofika na kukaa alionyesha kukunja sura na kuanza kulalamika na kusema hivi, we mwanamke, ni kipi ambacho unakihitaji kwenye maisha yangu bana? Mimi si tumeshamalizana mimi na wewe? Sasa nakuomba uweze kufuta hiyo video na uachane na maisha yangu. Bana, Kathe akacheka sana na kumwambia bana, kama ulizani kwamba kazi imeisha, na kuambia hivi, hapa kazi ndo inaanza. Yani kama ni picha, lile lilikuwa trailer na movie kamili ndo linakuja. Bana, daktari akaonekana kuchoka sana, yani daktari naye yakamkuta ya manyanya yale ya kuishiwa pawa kama Mbosso. Kila ambapo daktari anajaribu kujichomoa ama kujinasua katika huo mtego, Kathe anaonekana kupigilia msumari mzito na kuonyesha kwamba yani hawajamaliza bado, yani wanasema kama wananchi, yani bado hatujamaliza. Yani hapo ni kwamba wanaanza, na kwa kuwa wanaanza hivyo daktari awe mpole, kwa sababu hasira hazitompeleka kokote bali zitamuingiza matatizoni, kwa sababu Kathe bana inaonekana ana video ya utupu akiwa yeye na daktari wakiwa wanafanya mambo yao bana, na hilo jambo ndio linamfanya daktari awe mpole, kwa sababu Kathe ametishia kwamba endapo daktari hatofanya mission yake basi anaweza kaiposti ile video mtandaoni, na yeye hana cha kujutia, ila daktari atapoteza uaminifu kwa familia yake na watu wengi ambao wanamzunguka na kumwamini. Bana, na mission ambayo anampa daktari anataka kwamba daktari aweze kwenda kituo cha polisi mwenyewe akakiri kwamba anamshutumu ama anamhisi bwana Manyanya kuwa ndo chanzo cha kifo cha Matilda na mwanae.
na kudai kwamba kwa sababu mwanzo alimwambia kwamba yule mtoto si wake na yeye hana uwezo wa kuzalisha, basi atakuwa amechukua maamuzi ya kwenda kummaliza mke wake na mtoto wake ili mradi hasira zake ziweze kupungua. Na wakati ukiangalia nyuma ya pazia, hili swala halina ukweli wowote. Sasa hatuelewi ni kipi ambacho Kathy amekifanya, kwa maana kwa namna hii huenda yeye ndo akawa chanzo cha kifo cha Matilda pamoja na mwanae, na kwa sababu ana kisasi kizito na manyanya, na kisasi chenyewe bana ukija kukijua kinachekesha sana. Bana, kisasi ambacho kimetengeneza vita nzito baina ya manyanya pamoja na Kathy Msukuma. Bana, yule Msukuma humu ndani ana balaa, ana hatari. Bana, ni noma. Kwenye hiyo mission inamfanya daktari kuweza kuchanganyikiwa na kuto kujua nini afanye, ilhali akiwa ameshikwa pabaya na ndugu Kathy. Bana, wewe kama shabiki unaweza ukatuambia nini kitafuata? Je, unahisi daktari atafanikiwa kwenda kumzungumzia vibaya rafiki yake wa karibu ambaye anamwamini kinomanoma? Je, unahisi upande wa Mudi Muzungu paka la baa atafanikiwa kutoroka na mwanafunzi na kukimbia mahali pasipojulikana? Na pia kwa upande mwingine, je, unahisi Irene atamfanya nini Mdeme baada ya kumfumania katika gengi akiwa ametoka kufanya vitu vya ajabu ama tunaita michezo vibaya na mwanamke mwingine kabisa, ili hali wao wanapambana kutafuta ili kurudi kule walipotoka? Bana, hii ni Dunia Series, iko hot sana huko mjini YouTube, inatisha sana. Tusisahau kukutana katika kipande kijacho ama episode ijayo. Ulikuwa nami msimulizi wako The Great Kanabino Hyper. Usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment katika channel yetu, na pia swala la mwisho usisahau kuwasha notification. Oya, hii ni African Gene. Shout out.